Onyo kwa vijana, onyo kwa vijana ambao ndio wahanga wakubwa wa mambo haya. Ninanukuu maneno haya, Christ Object Lessons, ukurasa 53, paragrafu ya 3. Wakati akili ya ujana na yenye nguvu na inayoweza kuathiriwa na maendeleo ya haraka, kuna jaribu kubwa la kuwa na tamaa ya kibinafsi, kujitumikia. Ikiwa mipango ya kidunia itafanikiwa, kuna mwelekeo wa kuendelea katika mstari unaoua dhamiri na kuzuia makadirio sahihi ya kile kinachofanya ubora halisi wa tabia. Wakati mazingira yanapokuwa mazuri kwa maendeleo haya mabaya, ukuaji utaonekana katika mwelekeo uliokatazwa na neno la Mungu. Wakati wa ujana ndio wakati ambapo akili iko sharp, ndio wakati ambapo akili inapokea vitu vizuri, ndipo wakati akili iko vizuri. Wakati huu utumie kupanda neno la Mungu kwenye maisha yako ya ujana. Usiutumie kucheza pool, usiutumie kucheza karata, usiutumie kucheza kamari, usiutumie kuwa mrahibu wa smartphone, usiutumie kuwa mrahibu wa television, usiutumie akili yako kuwa mrahibu wa kucheza game. Unaidhoofisha akili yako, unaifanya akili yako badala ya kubeba mambo ambayo yangeleta maendeleo ya baadaye, kujishughulisha kusoma vitabu kwa ajili ya kazi muhimu, kuongeza maarifa, ndiyo inayotakiwa, sio kupoteza kwa kufanya vitu visivyojenga, vitu visivyofaa. Huu ndio wakati wa kujenga vizuri msingi. Wakati wa ujana ndio wakati wa kujifunza kufanya mazoezi, ndio wakati wa kujifunza kula vyakula sahihi ambavyo vinafaa katika maisha yako. Ndio wakati huo ujana, ndio wakati wenyewe huu. Sio wakati wa kujilisha vyakula ambavyo vinaathiri mwili wako. Wakati akili ikiwa smart, ingiza vitu sahihi kwenye ubongo wako. Wazazi wana wajibu mkubwa katika umri mdogo wa watoto na vijana wao. Katika kipindi hiki cha malezi ya maisha ya watoto wao, jukumu la wazazi ni kubwa sana. Inapaswa kuwa somo lao kuwazingira vijana na mvuto sahihi, mvuto ambao utawapa maoni sahihi ya maisha na mafanikio yake ya kweli. Badala ya hili, ni wazazi wangapi hufanya liwe lengo lao la kwanza kuwawekea watoto wao ufanisi wa kidunia. Mahusiano yao yote yangechaguliwa kwa kuzingatia kitu hiki. Ngoja nidadavue kidogo hapa. Wakati huu wewe mzazi uko na watoto wako, uko na vijana wako wadogo, utumie kuwazingira kwa kuwalisha kitu ambacho kitaleta matokeo mazuri kwenye maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo kila kitu ambacho utakichagua kwa ajili ya watoto wako, kichague kwa kuangalia hili. Je, kitawafaa nini hapo baadaye? Umempa biskuti, akianza kuzoea kula biskuti, sukari, wanga ambao zinaharibu maisha yake, hapo baadaye unamjengea kitu gani katika maisha ya baadaye? Sio kila wakati mtoto akililia kitu unampa. Wakati mwingine mnyime, mfundishe uvumilivu. Hii itamsaidia kwenye maisha yake ya ukubwani, atakuwa na uvumilivu. Anza kumfundisha mtoto akiwa mdogo vyakula sahihi na vyakula vibaya ni vipi mapema. Na nukuu, wazazi wengi hutafuta kukuza furaha ya watoto wao kwa kuridhisha upendo wao kwa kujifurahisha. Wanawaruhusu kushiriki katika michezo na kuhudhuria karamu za starehe na raha, na kuwapa pesa za kutumia kwa uhuru katika kujionesha na kujifurahisha. Kadri hamu ya raha inavyozidishwa, ndivyo inavyozidi kuwa na nguvu. Maslahi ya vijana hawa yanazidi kufyonzwa katika tafrija hadi wafike kuiona kama kitu kikuu cha maisha. Wanaunda mazoea ya uvivu na kujifurahisha wenyewe, ambayo hufanywa iwe karibu kutowezekana kwao kuwa Wakristo thabiti. Watumiaji wakubwa wa madawa kulevya ni familia tajiri pia. Wanatokea zile familia ambazo walishindwa kutawaliwa katika udhibiti wa pesa na starehe.
Kwa hiyo wakajikuta kwamba wameshayaharibu maisha yao tayari, lakini bado liko tumaini. Unanitazama, haijalishi umeharibika kiasi gani, Yesu anaweza kubadili maisha yako kabisa. Hata kama umeingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, bangi, heroini, mirungi, kokaini na vyote unaweza kuvitaja, bado liko tumaini. Inawezekana umejiingiza katika starehe za uchezaji wa kamari, Yesu anaweza kabadilisha maisha yako. Inawezekana umejiingiza katika urahibu wa pombe, Yesu anaweza kabadili maisha yako. Toa maisha yako kwa Yesu leo, ili hili neno liingie ndani yako na likapate kuzaa matunda. Onyo kwa makanisa. Baadhi ya makanisa yetu yanapoteza mwelekeo, sio yote. Kuna vitu ambavyo vimeingia vinaleta athari kubwa sana. Mojawapo, wakati watoto wetu wanapokuwa kwenye makanisa, hasa wakati ule wa kanisa lao la watoto, kwenye kipindi chao cha watoto, kuna vitu vinafanyika ambavyo unaweza ukaviona kama vina sura nzuri, lakini vinawaharibu bila kujua. Moja, aina ya miziki inayotumiwa. Iko midundo ya miziki ambayo inatumika kwenye kipindi cha watoto, ambao asili yake ukiitafuta vizuri ni miziki ya dunia ambayo inaleta viashiria vibaya, ambapo inapoendelea kusikika kwa mtoto inaathiri ubongo wake. Lakini pia siku akiona ule mziki ukipigwa na matendo yanayofanyika, ni rahisi kushawishika kwenye yale matendo. Jambo la pili, una habari ule muziki ambao unapigwa kwenye madarasa ya watoto wanapofundishwa, ile sauti ilivyo kubwa inaathiri mpaka ubongo na tabia ya mtoto na kuwafanya kuwa watukutu. Una habari hiyo? Na ni miziki ambayo tunaisikiliza kila wakati, watoto wetu wanasikia wakiwa katika madarasa ya watoto makanisani kwetu. Lakini je, una habari wakati mwingine pia watoto wetu wameingizwa katika roho ya ushindani, badala ya kutambua kwamba kila mmoja ameumbwa na Mungu kwa kiwango chake na kuna kitu anachangia katika picha kubwa ya Mungu, na wala sio kumwona mwenzako kuwa duni au wewe kujiona kuwa bora kuliko mwingine. Huo sio mpango wa Mungu. Inakuwaje hii? Hebu sikiliza. Ndanukuu kitabu cha Christ Object Lessons, alafu nitaenda kunukuu pia baadhi ya tafiti za kisayansi, ndipo tuingie kwenye maombi. Christ Object Lessons, kitabu au kurasa wa 54, paragrafu ya 2. Hata kanisa ambalo linapaswa kuwa nguzo na msingi wa ukweli linaonekana likihimiza upendo wa ubinafsi wa starehe, wakati pesa zinapaswa kukusanywa kwa madhumuni ya kidini. Makanisa mengi hutumia njia gani? Kwa matamasha, milo ya jioni, maonyesho ya kifahari, hata kwa bahati nasibu. Mara nyingi mahali palipotengwa kwa ajili ya ibada ya Mungu hunajisiwa kwa karamu na kunywa, kununua, kuuza na kufanya starehe. Heshima kwa nyumba ya Mungu na uchaji kwa ajili ya ibada yake vinapungua katika akili za vijana. Huvutiwa na kuimarika kadri, nirudie kidogo samahani, vizuizi vya kujizuia vinadhoofika. Ubinafsi na hamu ya kula, upendo wa kujionyesha huvutiwa na kuimarika kadri wanavyotendewa. Kuna vitu vinafanyika vinaharibu tabia za vijana kidogo kidogo, taratibu. Muda hautoshi, siwezi kuongea yote, lakini leo tu niongelee roho ya ushindani kwa watoto wetu. Sio vibaya kuwapongeza watoto, lakini yule unayempongeza wakati ule anakuwa na roho ya kujiona bora kuliko wengine kwenye darasa. Nimesema sio vibaya kuwapongeza watoto, lakini angalia upongezaji wako usije ukamjaza bichwa. Walifanya watafiti wa chuo kikuu fulani kule Uturuki, wanakita Yale University. Walifanya uchunguzi na ikachapishwa kwenye gazeti la International Journal of Psychology and Education. Utafiti wao huu ukachapishwa. Sikiliza. Mtazamo chanya ni mzuri sana. Ushindani huongeza mafanikio darasani. Amepata A, ana B, yuko vizuri, mpeni makofi, vitu kama hivyo.
Vitu kama hivi vinaonekana kuwa ni vitu vizuri. Sikia au watafiti waliofanya hii research, wakati naisoma hii paper, imefanywa utafiti na researchers wengi, sio mmoja. Na niliangalia walivyowahoji watu, walihoji walimu, walihoji watu mbalimbali. Nimeangalia mpaka method waliotumia, ikanifurahisha sana. Nikasema hawa wamefanya utafiti ambao una mashiko. Walianza kuangalia mtazamo chanya kuhusu ushindani wa madarasa, ushindani mbalimbali kwenye madarasa yetu ya shule ya Sabato, kule kwenye madarasa makanisani, Sunday school, kule kwenye madarasa mbalimbali, hata kwenye mashule. Angalia, mtazamo chanya ni mzuri sana. Ushindani huongeza mafanikio darasani. Waligundua hivyo. Ile kuwapa watoto zawadi, amefanya hivi vizuri, na inaongeza ushindani na mafanikio mazuri darasani. Ushindani huongeza shauku katika somo. Atakayepata A nitampa hiki, atakayepata B tutampa. Inaongeza, ni vizuri sana. Hasa ikiwa mwanafunzi aliyefaulu hujibu maswali machache kwa usahihi, au darasa lililofaulu hupata alama za juu katika mitihani michache, wengine hutiwa moyo. Ni sehemu chanya hiyo, imeonekana vizuri kabisa. Na hii ndio ambayo imetufanya tuweke ushindani kwenye madarasa sana, kwa sababu ya hiki. Lakini kuna upande wa pili wa shilingi ambao hatuangalii, ndio nataka leo uweze kuona. Lakini tukifikiria jambo hilo kuwa jambo baya, tukiliangalia ni kwa upande mwingine wa shilingi. Sikiliza hii. Tunaweza kuona kwamba hilo linaweza kumfanya mwanafunzi atamani makuu, kusababisha wivu au kusababisha hisia mbaya, na nyakati nyingine tunaweza kuziona. Kwa mfano, nilimwona mwanafunzi akilia aliposhindwa darasani. Huyu ni mwalimu ambaye anahojiwa. Huyu, na anaeleza haya maelezo haya. Aliwahi kuona mwanafunzi akilia. Sikiliza tena hii kuhusu maadili. Walifanya utafiti. Je, ushindani unaleta athari gani kwenye maadili? Kwa maadili, mtoto anakuwa mbinafsi, anajifunza kutoshiriki na rafiki yake, maana anataka wa kwanza. Sikiliza vizuri hapa. Ikiwa nitashiriki ujuzi wangu, mtoto huyo alisema, rafiki yangu atakuja mbele yangu. Anafikiri ikiwa kuna kitu kizuri, haelekezi rafiki yake, anajitahidi ili rafiki yake asisikie au asijifunze au asijue, maana analenga yeye kuwa wa kwanza. Roho ya ushindani inaongeza ubinafsi. Mbaya sana hapa, athari kwa watoto. Mungu hajakusudia tuwe na hiyo na ushindani wa namna hiyo. Mungu hajakusudia hivyo. Angalia utafiti ulivyoendelea. Kwa hivyo maadili kama vile kushiriki na kuvumiliana yanaharibiwa na roho ya ushindani. Kwa kuongezea hisia mbaya kama vile wivu huibuka. Kwa ushindani huzuia maendeleo ya maadili. Upande wa maadili waligundua kitu gani? Wanasema kwa hiyo maadili kama vile kushiriki na kuvumiliana yanaharibiwa. Kwa kuongeza hisia mbaya kama vile wivu huibuka. Kwa hiyo ushindani huzuia maendeleo ya maadili. Mtoto anakuwa mbinafsi. Hatutaki kitu kama ubinafsi katika maisha yetu ya kila siku na katika mfumo wetu wa elimu. Tunataka wanafunzi wetu wajifunze kushiriki. Tunataka wajifunze wema. Ona, hivi vitu vyote ni miba hii kwa mtoto pia, ambayo inajenga roho ya ubinafsi. Tunapoweka roho ya ushindani, tufanye ni kitu gani? Haya yote natakiwa wewe ulionitazama, mwalimu, nani, uweze kuona nini cha kufanya. Rafiki yangu, liko tumaini katika yote haya. Kujali mali, anasa, vyote vinatumiwa na shetani katika kucheza mchezo wa maisha kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu. Onyo limetolewa. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Yeye asomaye mioyo ya watu kama kitabu kilichofunuliwa asema, jihadharini nafsi zenu, mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na shughuli za maisha haya. Mtume Paulo anaongeza, anaandika, anasema, lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, zitakazo wasonga wanadamu. Mwisho kabisa,
Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 fungu la 10, Biblia Kiswahili cha kisasa anasema, kwa maana kupenda sana fedha ni chanzo cha uovu wote. Watu wengine wametamani sana kupata fedha, hata wakatangatanga mbali na imani, na wameivunja mioyo yao kwa huzuni nyingi. Rafiki yangu, mfanye Mungu kuwa wa kwanza. Mpe Mungu nafasi yake. Mali za dunia hii, shughuli za dunia hii zisichukue nafasi ya Mungu.